Yes, ndio. Jesus, Jesus, Jesus. Wanawake na wanaume sana sana. Umeni nasha
Yes, ndio. Yes, ndio. Yes, ndio. Jesus. See what wakati tunaendelea kumshukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chako, naomba tuketi, praise the Lord, tuketi. Thank you for your grace. Nashangazwa na huruma zako. Yesu wewe, asante kwa unaweza ukaimba. Nashangazwa na huruma zako. Wanaongea wamesimama kule, kuna siti ziko hapa karibu. Yesu wewe, asante kwa huruma, asante kwa huruma. Nashangazwa kuna jambo umeshindwa. Inawezekana kuna jambo umeshindwa, na ndani yako unajua kabisa hili mimi siliwezi. Kuna kozi fulani umeshindwa. Inawezekana wengine hata na supplementaries au unasoma, lakini kwa kweli umeshindwa. Au kuna vitu umeshindwa mahali
kuna kitu ninakiona ni kigumu na inaonekana kama nakishinda. Na wewe ndani ya moyo wako usiogope kumwambia Mungu, sitaweza hii. Lakini usiku wa leo, siku hii ya kwanza kabisa, Roho Mtakatifu ananisemesha hapa kwamba kuna watu ambao Mungu anataka iwezekane. Hilo jambo lilokuwa gumu liwezekane. Kwa imba kama maombi kwa sauti kubwa na kwa nguvu kubwa, ukiwa unamwambia Mungu, ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie, usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhinda nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Mwambie usiende mbali nami, usiniache peke, Mungu wangu uniongoze. Unaweza ukamshautia kabisa, mwambie ulisema naposhinda, hivi leo anakusikia. Jesus ndio tayari, usiende. Anafanya ndio anafanya. Huyo ni Roho Mtakatifu anafanya, ndio anafanya kitu. Jesus, ndio. Ukisikia kuunganisha na maombi hapo, unganisha tu. Ni Roho Mtakatifu anafanya kitu hapa. Nilikuwa nataka niishie hapo, lakini Roho Mtakatifu anasema no, kuna watu nawapitia saa hii. Ulisema Rabusa kandaraba shandarabu rikikindaraba sandarabu shata rakopusa kandaraba shandarabu sata rindaraba sandaraba baba rakobu shandaraba baba rikakandarabu sakario kondaraba rikobo shandaraba sata. Ndio Yesu, ndio ulisema naposhindwa, ndio semi sahi, sitashindwa maana nimekuita. Ndio kuna mtu atatoka na ushuhuda hapa, ndio kuna mtu atatoka na ushuhuda hapa, ndio mwambie Mungu hicho kitu, ndio mwambie Yesu hilo jambo, ndio mwambie, ndio mwambie, ndio. Ninaona mabinti hapa wanasumbuliwa na period, anatoka damu isivyo kawaida, ameona kama vile anapata shida tayari. Roho Mtakatifu anaingilia kati, ndio anaingilia kati, ndio anakausha hiyo damu, ndio
wasaidia mabinti, ndio, wanakausha, anakausha hiyo damu, anakausha hiyo damu, anakausha hiyo damu. You are not comfortable, ndio, hauko comfortable, ndio, anaikausha, ndio, anaikausha, ndio. Umekuja kama kugusa pindo la Yesu, damu inakatika, damu inaisha. Uko siku ya 6 leo, mwingine uko siku ya 7. Ndio, msaidie yule pale. Uko siku ya ndio, damu inakauka, ndio. Rabosha kandarabosata, rikobosha kandarabasata. Uwapeleke kwenye njoni mguso. Rapasayama, achia, toka, achia kwa jina la Yesu. Peleke kwenye mama, toe, peleke. Ndio. Rikandaraboshata, raposakaria kandarabosha. He can make it. Anaweza kufanya kwa jina la Yesu. Toka roho ya hofu, toka roho ya uharibifu kwa jina la Yesu. You can make it, ndio. You can make it, ndio. Unaweza kufanya, ndio. Unaweza. Kuna watu wameshindwa hapa. Kuna watu mnaimba lakini mmeshindwa. Ndani yenu unasikia kushindwa kabisa. Hilo pepo la hofu liachilie uko ndani, ndio. Liachilie, ndio. Jesus. Mlete. Msogeze hapa mtu anayepata shida, usimuombe huko, msogeze hapa. Kama kuna mtu amepata shida, msimwache huko, msogezeni. Jesus. Nalihitaji jina lako, nami niwe salama. Kuna mtu ana shida, mlete. Nalihitaji jina lako, nami niwe salama. Yesu, oh Yesu, Yesu, oh Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nami niwe salama, 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 nami niwe salama. Yesu, Yesu, oh Yesu, Yesu, oh Yesu. Nalihitaji jina lako, nami niwe salama, 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 salama. Nalihitaji jina lako, nami niwe salama. Kanisa zima tuite jina la Yesu kwa sauti. Yesu, 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 oh Yesu. Rudia tena Yesu, nyanyua mikono kwa Bwana. Yesu, oh yeah. Kila alitia jina lake ataokolewa. Yesu, oh Yesu. Nalihitaji jina lako, nami
makofi mengi kabisa. Haleluya. Bwana asifiwe. Hapo mmeshangilia, mmepiga tu makofi. Wanawake peke yao mshangilie Bwana. Wanawake peke yao mshangilie Bwana. Wanaume peke yao mshangilie Bwana. Wanaume wameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi ninayo heshima kubwa kumshukuru Bwana Yesu tupa fursa ya kuonana, kupongeza na kuongoza kufika. Shukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wetu, mwenyekiti wetu pamoja na viongozi wote wa kanisa kuipa mwaliko huu wa semina hii ya siku 3 yenye kichwa kinachosema Namshukuru Mungu sana ili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana asifiwe. Maiki naona inakatakata. Bwana asifiwe. Basi ninakuomba kesho hakikisha unakuja na watu wawili. Watu wangapi? Ninakuambia hivi sio kwa sababu tunataka ndani. Kwa sababu assignment ya kiroho. Hapo leta watu kwa Mungu katika ulimwengu wa roho muongeze. Kila mwenye nacho ana, usipokuwa na kitu hauna cha kuongeza. Kwa kufanya hivyo ni injilisti mkubwa na ni jambo kubwa katika ulimwengu. Kama kwa waganga wanapelekana, basi na sisi tuletane kwa Yesu. Si ndio? Wangapi wanaelewa hiyo? Kwa hiyo nawaomba wale viongozi kwenye magrupu, kama kuna magrupu ya WhatsApp au tumiana ujumbe, kumbushane mwalimu alisema nije na watu wangapi. Usione ugumu kwa sababu it is possible. Hallelujah. It is possible. Hata kama huyo mtu ni wa imani nyingine. Wangapi walikuwepo kwenye mkesha ule wa tuliokuwepo wote kwenye mkesha wa juzi hapa Nyakaya Convention? Simona tutoe ambao mjanja mmekosa vitu vikubwa. Pale kulikuwa kuna watu wa mji wa imani nyingine. Wengi makahaba waliacha madanguro wakaja, wale waliacha ambao wakaja, watu wa saluni walifunga saluni wakaja. Watu walikuwa wengi kutoka pande zote. Ule ni wito kwetu sisi kuwaleta wengine kwa nani? Kwa Bwana. Kwa hiyo nakuambia na nakuomba sana, assignment ya kwanza kwamba tunafaa kukumbusha waleta watu kwenye madhabahu. Utafanyaje? Ukiamka asubuhi saa 10 saa 11, command your morning. Itamkie ile siku sawa na hiyo 8:12-13. Je, umeamuru siku yako na kuyajulisha mapambazuko yake? Alafu nasema waovu wakutwe mbali. Unapoamka asubuhi, jifunze kwanza unapolala kuandika vipaumbele vyako vya kesho. Hiyo ni kanuni ya maisha. Usilale bila kuandika vipaumbele vyako vya nini? Kesho. Najua kesho kuna mambo mengi sana unataka kufanya, lakini weka priorities. Asubuhi ukiamka, chukua hiyo Ayubu 38:12-13. Command that day. Asubuhi ni tumbo la siku. Ukiamuru asubuhi kwamba Mungu leo takwenda kukamata watu 5 waleta madhabahuni. Unatamka asubuhi ukiwa uko chumbani. Mungu leo hii kozi imekuwa ikinisumbua na kipindi leo cha business economics. Leo naelewa mwanzo unaanza command. Wengi sana tunakosea, naomba njia. Mungu anaomba kila wakati, lakini kuna wakati. Ukisoma Zekaria 10:1, Zekaria 10:1, nasema Bwana, muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Mvua wakati wa nini? Masika. Hebu tupongeane kama tuko pamoja. Haleluya. Bwana asifiwe. Na kitu ndio kukipitisha ndani yako. Tunaomba kila wakati na Mungu ni Mungu wa nyakati zote. Lakini kuna wakati. Kuna exactly time.
mfano, ukiomba mwanamke akiwa mjamzito ni tofauti na kuomba wakati mwanamke anajifungua. Sio, mnaelewa? Tunamwombea mtoto akue, azaliwe salama, kesho unaenda kujifungua, labda au anapata uchungu. Saa hiyo unaambiwa sasa ndio yuko leba. Muda ule unaomba tofauti na ulivyokuwa unaomba kila wakati. Kwa tunaweza tukaomba kila wakati, lakini kuna kuomba kwa wakati. Hebu tupongee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Zekaria 10:1 ndio mtihani. Muombeni Bwana mvua wakati wa nini? Masika. Sasa kwani wakati wa masika sio wakati wa mvua? Halo? Hivi utisiki kama tuko pamoja. Rudia tena. Wakati wa masika ni wakati wa nini? Kwa nini tuombe mvua wakati wa mvua? Kwa nini tuombe mvua wakati wa mvua? Kumbuka nilichokisema. Tunaomba kila wakati, lakini kuna kuomba kwa wakati. Kwa nini tuombe mvua wakati wa nini? Singenyesha. Tunaomba mvua wakati wa mvua kwa sababu inawezekana wakati wa mvua ukaja na mvua isinyeshe. Umeelewa? Hatuombei matokeo ya mtihani, tunaombea kufanya ili kuathiri nini? Wakati wa mtihani unaomba zaidi ukisukuma mzigo kwa ajili ya kupata nini? Kwa sababu sio kila wakati Mungu atafanya muujiza kwamba mwalimu atasahau 5 ataweka 10. Hizo huwa anafanyaga Mungu kwa staili zake. Wahi kuwapa ushuhuda hapa. Mimi niliwahi kupata kwenye economics, niliwahi kupata A pamoja na kwamba ilikuwa ni supplement. Mpaka leo ni transcript nasoma A. Sasa huo ni muujiza. Na muujiza ni wa jangwani. Ukishavuka jangwani hakuna. Ukienda nchi ya ahadi ni mapambano, kushughulika na Waamoni ili uweze kutoboa. Haleluya. Bwana asifiwe. Pointi yangu ya msingi ni nini? Asubuhi wakati, yamsema wakati. Hakuna muda mzuri wa kukamata baraka zako za siku kama asubuhi. Usikubali saa 2 kakukuta kitandani. Tunakoroma kabisa na mate yanamwagika saa 12. Usikubali. Najua unasomaga usiku wakati mwingine, najua unakuaga na vitu vyako saa 6, saa 7, saa 8 usiku, sawa. Lakini hata kama utakuwa tukitandani, jiwekee tu alamu. Mimi saa 12 ikifika lazima nitamke kitu kwa ajili ya siku. If you don't command your day, someone else will come and command you. Usipoiamuru siku yako, kuna mtu mwingine ataiamuru anavyotaka yeye kwa ajili yako. Kwa utaishi maisha ya mwingine, sio maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu Luka 11:3, 11:3 kitabu cha Luka, maandiko yanasema utupe leo riziki leo. Au hiyo inazungumza Kiswahili kizuri, utupe siku kwa siku. Hebu sema siku kwa siku. Halo, hebu sema siku kwa siku. Kwa hiyo akisema utupe siku kwa siku riziki zetu, maana kila siku imebeba riziki yake, si ndio? Hebu tupungiane. Halo, Bwana asifiwe. Kila siku imebeba riziki. Kwa hiyo ukikamatwa kwenye hiyo siku, riziki zako zitakuwepo. Lakini you have to command it. Anisalamu Bwana asifiwe. Kama kuna faida kubwa sana unaipata ni kuja kwenye hii semina ya siku 3. It will totally change your mindset. Command it. Wala uhitaji kuomba maombi ya kuruka mpaka kupasua bati. Unahitaji tu kutumia mamlaka ulionayo katika Kristo Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, mapenzi yako ya siku ya leo yakatimizwe. Haja ya moyo wangu ya siku ya leo yakatimizwe.
Unatamka hata ukiwa umelala hivi, umenyanyua macho kama popo hivi, unaomba, unatamka siku hii ya leo vya kwangu vitapita kwako. Kwa watu wengi sana, mimi nilipogundua hiyo siri, nimekuwa na maisha ya kupata vitu vyangu sana. Namwambia Mungu, hata kama kuna sadaka yangu iko mahali. Nia, kama kuna watumishi hapa tuko pamoja, mnaelewa. Unapofanya kazi ya Mungu, wewe sema tenda kazi inastahili ujira wake. Na watumishi wa Mungu wanakula maoni. Kuna mtu unaweza ukamhudumia kwenye hizi huduma. Kuna mtu unaweza ukamhudumia akaweka nadhiri, akasema mtumishi, Mungu akinibariki kama vile Yakobo alisema, Mungu ukinibariki nikienda nikirudi salama, nitakupa sehemu yako. Na wako watu ambao unawaombea, mtumishi nikienda hivi au nikifanya operation au nikipata mtoto, mshahara wangu wote wa kwanza nitauleta kwa ajili ya huduma yako. Kwa taarifa yako, promises, ahadi zote zinatekwa, hazisubiriwi. Usipoomba, huyu mpendwa unaweza ukakomaa ukamuombea na Mungu akampa, na Mungu akawa ameielekeza sadaka, ile sadaka ije kwako, lakini huyu mpendwa akaenda kuitoa mahali pengine. Mungu alitaka ije kwako. So command it. Vya kwangu vya leo, Mungu umesema utupe siku. Yesu ndo alisema hivyo, basi ninyi salini hivi, utupe leo riziki yetu. Na kwa nini hiyo? Tukirudi kwenye ile Ayubu, inasema siku zako, siku zilipoanza. Hebu sema siku zilipoanza. Hebu sema mwanzo wa siku. Sema kwa sauti, mwanzo wa siku. Aya, kitu kingine sasa, siku haianzi saa 6. Siku inaanza asubuhi. Saa 6 ya usiku ni mabadiliko ya kimajira kwa kalenda ya makubaliano duniani. Ni mabadiliko ya majira kwa kalenda iliyowekwa, makubaliano duniani. Lakini siku haianzi saa 6, siku inaanza asubuhi. Biblia inasema hivi, ikawa jioni, ikawa asubuhi kwanza. Asubuhi ndio. Na ndio maana wenzetu wa Sabato ikifika jioni ya Ijumaa tayari wanaanza kuihesabu Jumamosi. Ndio siku siri za kiroho unatakiwa kujua, kuambia saa 12 asubuhi, 2 jioni ni malango ya kwa usiku. Ugonjwa inasema tosha uovu kuwa inakuwa na uovu wake. Kama ni ugonjwa huo unaingiaga siku moja. Asikudanganye mtu, unajua kansa inaingia taratibu. Kansa ya kimwili na kibiolojia kidaktari inaingia labda vyakula sio, lakini kansa ambayo inakuja kushambulia mtu kiroho huwa inaingia siku hii moja. Ila kuanza kumanifesti ndio inachukua muda, inatafuta mlango itokee wakati gani. Kwa hiyo kuna vitu vya siku, uovu wa siku, uharibifu wa siku, maumivu ya siku, mauti ya siku. Wewe mwenyewe unasemaga aisee, yani bora ile siku. Ayubu alilaani siku aliyozaliwa, sema kumbuka. Akasema na ilaaniwe siku ambayo nilizaliwa, siku ambayo mama yangu alitunga mimba. Baada ya kupita kwenye matatizo, alikuwa anajaribu kutuonyesha kwamba siku ni mlango ambao unaweza ukapitisha vitu vya siku hiyo. Please, my dear friends, wanangu, zangu, jana zangu, hatuambiwagi kila mahali. Huwa Mungu anatupa tu neema ya kuyasema hivi ili atusaidie. Unataka kufanikiwa kimasomo, yamebebwa kwenye siku. Usiache saa 12 kakupita asubuhi kabla hujasemesha ratiba zako za siku. Leo na mwalimu wa economics, leo na mwalimu wa social science, kitu gani, leo na mwalimu wa Kiswahili. Huyu mwalimu akiingia darasani simuelewi. Mungu, naomba ushirike na mimi kwenye hii siku. Command your day. Mshtue jirani yako, piga kipepe.
Mwambie jirani, mwambie jirani, command your day. Mwambie ishughulikie siku yako, iamuru siku yako. Nawaambia kuna watu wanasema sijui umri imechelewa au sijui la kwangu lina matatizo. Mwingine anasema matokeo ya wenzangu wote yametoka, ya kwangu tu yamestaki. Amka siku, afiambie sikiliza wewe, siku na kuamuru siku hii ndio nitakayopata majibu yangu. Iambie, kwani hujasoma hii ndio siku Bwana aliyoifanya, na tutaifurahia na kuishangilia. Unaifurahiaje kama imebeba mabaya? Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimeona niwape hizo tips, japo muda wetu umesogea, lakini naamini umebarikiwa mahali. Wangapi wamepata kitu leo? Sasa wewe lala mpaka saa 1. Hata kama ulilala saa 11, mwambie Mungu, kwa sababu nafsi ya mtu hailali. Hivi mnajua, siku moja tutajifunza somo la nafsi. Unajua ukiweka nadhiri ya kukutana na Mungu, Mungu anaweza kukutana na wewe hata ukiwa umelala. Nafsi ya mtu huwa ina tabia ya kukutana kwanza nafsi hailali. Ndio maana wewe wakati umelala nafsi iko zake machame. Kuna ngapi mnaotaka ndoto mko kwenu? Sio kwa umelala. Umelala kwa nafsi iko siko ndoa. Inachona ngombe. Sasa unalima. Ndoto zote ni matokeo ya utendaji kazi wa nafsi. Katika mambo yale manne, kwenye zile sources 4. Chanzo cha kimungu, chanzo cha shughuli za kila siku, shetani au mawazo yako. Zile sources 4. Lakini kibebeo kikubwa cha ndoto ni nafsi. Sasa kama nafsi inaweza ikafanywa mabaya, kwa nini nafsi tusiruhusu itendewe mema? Ukalala ukaiambia sikiliza nafsi yangu, tunaamka saa ngapi? Saa 12 kwa ajili ya kuisemesha siku. Kwa hiyo ikiwa mwili utatukatalia, maana Biblia inasema siku zote mwili unapingana na roho. Roho inawaza uzima, mwili unawaza mauti. Siku zote vimepingana mpaka utakapokufa. Siku unapokufa wewe mwili unafurahi sana kwa sababu unarudi ulipotoka. Ila roho inakuwa moja ya maombi ambayo Daudi alikuwa anasema, au komboa uhai wako na nini? Lile neno komboa uhai wako na kaburi, anajaribu kuisemesha nafsi yake kwamba tungekufa, lakini yuko Bwana ambaye anatukomboa kaburi. Kwa hiyo point ya msingi, unaweza ukaisemesha nafsi yako kwamba lazima tuombe asubuhi, tuisemeshe siku. Hata kama mwili ukitukatalia, mwili hauwezi kuizuia nafsi yako kuomba. Unaweza ukaomba ukiwa umelala. Hujawahi kuona watu wanaomba wamelala? Mtu vipi? Sio yeye. Alikuwa anapiga ndimi ndoto. Kama shetani anaweza kuwafuata watu ndotoni, wakafakala ndotoni, wakazini ndotoni, Mungu anashindaje kufanya na sisi kwa ndoto? Kwa sababu hajaumba kitu. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa Mungu, ila adui tu ameiba mahali anaiba. Siku moja nilienda kanisa moja kule Mwanza, kanisa kuu la Imani KKT pale, wale wanaofanya alafu wamejaa kwenye mkesha. Hasa mazingira ni kama vile sana ya kitu. Watu wamechoka. Yaani mimi nimeingia kufundisha saa 5 tayari ngoma inalala vibaya mno. Afu watu wazima, unajua watu wazima kuamsha ni shida. Hebu tupongeane, haleluya. Sasa nimesimama pale mbele, praise wameimba, watu wanaangalia tu, wanamsubiri mtumishi. Mimi nimesimama ndio kwa ndio najiswing. Unajua
mtakatifu hapa tunafanyaje? Akaniambia hivyo hivyo mtawashughulikia. Usiwashi. Mtafuata huko. Kwa nikamwambia Roho Mtakatifu wa Bwana, whether tumelala au tuko macho, usituache kama tulivyoingia. Nikajifunza, nikafundisha wachache sana walikuwa wananisikiliza. Hilo wengine ni ile amen. Ile wengine ambao wanalala huko na mtu anakuangalia. Nikafundisha baadaye nikasema sasa ni muda wa maombi. Usipate shida ukisikia kulala lala. Ngambia lala. Lala kabisa ukiweza, kwa sababu ni mabenchi. Na ukiweza itadike kwenye benchi kabisa. Alafu atakuhudumia ndotoni. Kama shetani anaweza kukushughulikia ndotoni, hata Bwana anaweza kukufuata huko huko kwenye ndoto. Nikaombea lile lango la ndoto. Nikamwambia Roho Mtakatifu lango la nikatakasa malango yote ya ndoto. Alafu nikasema Roho Mtakatifu sasa ingia kwenye hayo malango yako sasa. Nilipuka mtu kalala kule. Mule ndotoni. Na kufundisha kitu kikubwa. Hizo ni siri za ufalme wa Mungu. Watu wangu wanaangalia kosa nini? Maarifa. Usipate shida kwa mwili umekugomea kuamka, mwambie nafsi sikia. Tunaamka saa 10. Hii mwili ukigoma saa sisi tutaamka. Utashangaa saa 12 imefika, aidha umekaa au unashangaa rohoni ukishtuka moja hivi. Sasa mbona nifia jasho? Mbona kama kuna kitu kilikuwa kinaendelea? Wewe leo umeshaomba. Jina Bwana libarikiwe sana. Nyanyua mkono wako. Nasema Bwana Yesu, asante kwa neno zuri. Naomba unisaidie niweze kuwa na nguvu ya kwa jina la Yesu. Amina. Yesu makofi machache. Haleluya. Kuna kitu umepata? Kuna kitu umepata? Tuko kwenye somo letu, it is possible. Even if uko deep in sleeping, it is also possible to pray while you are sleeping. Kuna watu walikuwa wanasubiri nianze kichwa cha somo. It is possible. Mambo yote leo kueleza ni somo. It is possible to command your day. It is possible kuisemesha siku, kuzuia mauti ya siku. It is possible. Somo wewe, yani usipate shida pale juu somo. It is possible. Luka 1:37. It is. Take it. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nimesema jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa nataka kuzungumza pointi moja alafu tuondoke. Kwa sababu tumekubaliana kwamba tutakuwa tunamaliza saa 3:30 na siku tutabiwa time. Naomba sana kesho tuwahi, sawa? Unajua leo tumefika hapo tukua leo tunachungulia kidogo watu wajikusanye. Tunasema kwa hiyo ahirisha mengine, punguza mengine ili tuwahi. Watu wa Mungu niliwaambia ukiwa shule sio tu kwa ajili ya kusoma na sio tu kwa ajili ya lakini shuleni pia ni mahali pa kukua. Pa kukua nini? Inawezekana upate nafasi kama hiyo ukiwa nyumbani. This is very important. Ni mahali pa kushirikia ndoa yako, ni mahali pa kushirikia biashara zako kule mbele. Kiroho, wewe unasoma lakini kuna vitu unavifanyia kazi. Wale waliokuwa kule St. John's niliwafundisha. Nikawaambia maisha hayaanzi baada ya shule, hapo maisha ndio yashaanza. Mshtue jirani yako mwambie maisha ndio yashaanza hivyo. Yaani kuna mtu hapa nikimaliza shule lini? Ndio watu wanaanza. Wapo walikuwa kule St. John's time. Wale somo letu. Maisha yameanza. Usisubiri aanze. Tayari yameshaanza. Miaka 3, 4 unamaliza shule, eti unasubiri uajiriwe au usubiri eti nikimaliza ndio nianze maisha. Haisema utakuwa umekufa kabla ya hapo. Kama mwaka wa kwanza, wa pili, si wa tatu, si wa ngapi hapa, hakikisha unaanza maisha ukiwa shule. Kwanza ni aibu sana kumaliza
Angalia ile unakosona. Leo sio mbaya. Tufanye yani tuongee tu ukweli. Hebu tupongeane. Bwana Yesu asifiwe. Tupongeane. Yani tufanye tu ukweli. Tuongee cha ukweli. Una mdogo wako kule nyumbani anasoma darasa la 7 au wengine wanasoma formani, alafu eti kabisa umetoka chuo kikuu na degree, alafu wote mnasubiri chakula saa 6 mchana, asubuhi wote mnaamshwa kweli kabisa. Mwangalia mwambie ni aibu. Kuambia jiwekee moyoni mwako kwamba mimi sirudi nyumbani. Maisha yamesha. Shauri yako. Achana zile nyimbo za haya kuolewa utarudi nyumbani. Achana nyumbani. Tupongeane. Bwana asifiwe. Shule bwana ni exit. Shule ni nini? Ni exit gate ya kutirika na life. Ondoka. Hata kama umeanza chuo ukiwa mdogo, regardless situation, wewe yani jiwekee maanani, mimi home sirudi. Itakuwaje kuaje? It is possible. It is possible kwa sababu hutakuwa wa kwanza. Huko watu kibao wana miaka 22, 23 wanakaa kwake. Binti mdogo anakuja semina zetu pale, anaishi kwake yuko peke yake. Hana boyfriend wala hana mbaba wa watu, anaishi peke yake. It is possible. Kwa Mungu yote yanawezekana. Kama alikuwepo Bikira Maria ambaye aliweza kuzaa bila mwanaume, wewe unahitaji muujiza gani kwa mfano? Kipi ambacho hakiwezekani kwa Mungu? Iwekea maanani, gonga kabisa kwamba mimi home sirudi. Nikalijenge taifa. Na Mungu akupe huo upenyo katika jina la Yesu. Kwa tunapopata nafasi ya kusikiliza, tunapopata nafasi ile ya kuabudu, ulisema naposhindwa, tunapopata nafasi ya kuabudu, ingia chimbo rohoni. Kama Mungu, no way. Siwezi kurudi maisha ya kugombea ugali nyumbani kabisa. Eti na ukawekewe bajeti ya kununuliwa nguo za sikukuu na wewe kabisa. Hiyo ni aibu kubwa sana. Yaani mwanangu, wewe tulichokusaidia ni shule tu. Baada ya hapo safari yenu. Ukija nyumbani utuletee mchumba. Mimi naongea kwa niaba ya wazazi. Tushakusendi out. Ukirudi nyumbani tuletee mchumba. Unless unataka kuwa sister, basi tuambie naenda chuo cha masista. Jina la Bwana libarikiwe sana. Watu wa Mungu, to God everything that is good for him and for us it is impossible. It's possible. So, kwa nini? Kwa sababu kuna perfect will of God. Lakini pia kuna permissive will of God. Andika hiyo. Nitakusanya madaftari ya mambo kesho kutwa. Tarudisha Ijumaa. Kila nilichokiongea hapa lazima ukusanye. Kuna aina mbili za maombi kwa Mungu. Unapotaka haya yanaitwa maombi ya kimungu. Andika kabisa maombi ya kimungu. Cha kwanza ni perfect will of God. The perfect will of God. Hayo ndio maombi yanayowezekana. Jamani, hiyo ndio intro, it is possible. Sawa? Msianze eti nataka hapa nianze definition. Impossible means. Andika maombi ya kimungu. Maombi yanayowezekana kujibiwa na Mungu yamefungwa kwenye makundi mawili.
Kundi la kwanza ni perfect will of God, kuomba mapenzi makamilifu ya Mungu. Hicho ndio Kiswahili chake, kuomba mapenzi makamilifu ya nani? Ya Mungu. Imeandikwa kwenye Yeremia 29 mstari wa 11 mpaka 13, na yajua mawazo nayowazia ni. Kama Mungu anayo mawazo, maana yake unatakiwa kuomba kwenye mawazo ya nani? Ya Mungu. Yeremia 29:11 mpaka 13. Hata hiyo nayo huikumbuki. Sasa utakuwa na mstari gani unaojua? Zaburi ya 23 kwa nani mchungaji wako? Hiyo baba. Bwana asifiwe. Hiyo inaitwa kuomba mapenzi ya Mungu yafanye nini? Yatimizwe. Yesu akasema mapenzi yako yatimizwe. Basi ninyi saleni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe. Kama yanavyotimizwa mbinguni, yatimizwe na wapi? Hivi mbinguni huwa wanatuonaje? Hivyo. Lakini haya yanaitwa mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo kuomba Mungu mapenzi yako yatimizwe kwa habari ya shule yangu, hiyo inaitwa the perfect will of God. Maana yake kuomba mambo ambayo yako kwenye kalenda, kwenye ratiba, kwenye mtiririko wa Mungu. Halo, Bwana asifiwe. Halafu aina ya pili ya maombi B yanaitwa permissive. Hebu sema permissive. Kiswahili cha permissive ni nini? Hauna mangwini huko. Haya, translate into Swahili. Permissive will of God. Haya ni maombi ya kuomba katika haja ya moyo wako. Haja ya moyo wangu ni kujue. Haya, kuomba katika haja ya nini? Ya moyo wako. Angalia Zaburi ya 20 mstari wa 4. Zaburi ya 20 mstari wa 4. Akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako na yatimiza mashauri yako yote. Akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote. This is not about mapenzi ya Mungu, hii ni haja ya moyo wako. Tupoongea mapenzi ya Mungu. Naomba nitoe mfano wa ajabu. Mko tayari kunisamehe? Wangapi wameshanisamehe kabla sijakosea? Kwa hiyo nikikosea tudaiana. Kisha kuomba toba kabla hujafanya dhambi. Nitoe mfano wa ajabu. Hamtaki? Ili muelewe, si ndio? Kwa mfano, mapenzi ya Mungu juu ya nani awe mke wako au awe mume wako? Tupongea. Yaani kuna watu wameshajiongeza, mnachekani, nitamalizia kesho. Bwana asifiwe. Mapenzi ya Mungu, mke wangu Mungu anataka awe mwembamba, lakini haja ya moyo wangu simeshanisamehe. Haja ya moyo wangu Baba, unajua mimi ambavyo na mvurugwa nikiona waina fulani. Kwa hiyo pamoja kama unamleta ni yeye mwembamba, lakini akila vizuri Baba. Mapenzi ya Mungu upate first class. Upate first class. First class ni first class tu. Yeye ngapi ni first class. Lakini Mungu, haja ya moyo wangu nipate first class ambayo haijawahi kupatikana kwenye ukoo mzima. Haja ya moyo wangu ndio hii. Ukishatoa sadaka kwenye Zaburi ya 20 ndio unaambiwa sasa, Mungu asikumbuke sadaka zako zote, lakini akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako. Afu anasema na kuyatimiza mapenzi na kuyatimiza nini? Kutimizia mipango yako yote. Hicho Kiswahili kimenyoka tofauti na cha kwangu. Cha kwangu nasema mashauri ya moyo wako. Ndani ya mtu yoyote ndani yake huwa anakuwa anajishauri vitu vingi sana. Ana mipango mingi sana ndani. Sasa kumbe kuna maombi ya kuomba Mungu akupe iliyo haja ya nini?
ya moyo, hiyo inaitwa permissive. Permissive inatokana na neno permit. Unaomba kibali kwa Mungu. Mungu, mapenzi yako niondoke usiku huu kwenda Arusha, lakini naomba niondoke kesho asubuhi. Sio umeelewa? Ndicho Yesu alichomwambia Petro kwenye ile Mathayo 16:18-19. Ndicho ambacho Yesu alimwambia Petro. Alimwambiaje? Alimwambia Petro hivi, wewe ndio Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Alafu anasema nitakupa wewe funguo za nini? Za ufalme. Lolote utakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa. Utakalolifungua duniani mbinguni limefanya nini? Limefungwa. Oho, kwa hiyo kumbe Mungu ametupa ruhusa sisi ya kufanya vitu fulani duniani ambavyo tukifanya sisi yeye anafanya. Obviously sio vyote vitakuwa ni mapenzi yake. Vingine vitakuwa ni haja ya mioyo yetu. Isipokuwa tu tusiombe kwa ajili ya kutimiza tamaa za shetani ndani yetu. Hallelujah, hallelujah. Amen. Jamani, kwa nini haya tunasema because it is possible. So it is possible. Sasa leo umepata possible moja wapo. Kuna possible moja umelipata. Umepata possible moja kwamba kumbe naweza kuomba kitu nje ya mapenzi ya nani? Na Mungu akajibu. Utaratibu wa kawaida wa duniani umetengenezwa kwenye mfumo wa kimungu. Kwa mfano Petro walishindwa kuvua samaki usiku. Utaratibu na mapenzi na ratiba ya kimungu, samaki wanapatikana saa ngapi? Usiku. Asubuhi wamelandalanda, akaambiwa shusha nini? Nyavu. Haja ya Petro ilikuwa ni nini? Haitavua saa ngapi lakini nipate samaki. Kwa Petro akasema, saa hizi napataje samaki? Lakini Yesu alikuwa anajibu haja ya moyo. Kumbe unaweza ukapata samaki asubuhi pamoja na kwamba samaki unapatikana usiku. Hii tamu sana. It is very possible, my dear. Mmeliona somo letu lilivyo zuri. Kwa hiyo sasa nakutuma, namaliza sasa. Unajua watumishi tunamaliza 3. Hii ya pili. Ya 3 ndio tutakuwa nimemaliza kweli. Hebu tupongeane. Haleluya. Bwana asifiwe. Ya pili namaliza kwa kusema hivi. Weka ndani ya moyo wako kitu ambacho unasema hiki ni impossible, lakini baada ya maombi haya ya siku 3 it will be possible. Na kumbuka hili jambo, usisahau. Kwa nini Roho Mtakatifu ametutembeza tangu nimesimama hapa lisali zima sasa na zaidi, tangu nimesimama Roho Mtakatifu kama umeona ametutembeza kwenye ibada ya kuabudu, kuabudu, alafu akatutengenezea mazingira fulani kama vile hatuko kwenye somo, akatuleta mpaka hapo. Unajua alikuwa anatafuta nini? Alikuwa anatafuta kutuseti mioyo. Kwa sababu ili jambo liwe possible lazima lianzie wapi? It will never be possible if it is not accepted to your heart. Ndio maana ule mstari wetu, hebu weka ile Luka 1:37, afu usome ile 38. Luka 1:37 na 38. Fanya haraka bosi. Si yuko hapa anacheza na laptop. Tusome wote 1 2 3 twende. Wale kule Koedi niliwafundisha kusoma. Na wale ni walimu, alafu wakasoma vizuri kweli. Basi wanaenda kwa kituo. Hapa hakuna koma, hakuna nini. Kwa tunatiririka mpaka kwenye kituo Mungu. 1 2 3 twende. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hiyo ngoma imekaa hivyo. Haina kitenzi kishirikishi wala kitenzi kisaidizi. Yule ni malaika anajaribu kuuseti moyo wa nani? Wa Mariamu. Bwana asifiwe. Assignment nyingine ukasoma hiyo Luka 1 mstari wa kwanza mpaka wa mwisho. Ili kwa sababu ndio somo letu liko la it is possible. Sasa tumechukua ule mstari wa malaika ndio kasema, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa nani? Kwa Mungu. Haya maneno si unaambiwa kila siku wewe, si ndio?
Si unaambiwa kila siku. Na si unasemaga kila siku itawezekana. Lakini angalia huyu Dameri. Mcheki Dameri baada ya kusetiwa moyoni. Kwa sababu malaika maswali. Malaika akamseti alafu akampa ule mstari wa 37 kwa kuwa kuna lisilowezekana kwa Mungu. Akaliamini neno. Lakini haijawa possible mpaka Mariamu ameongea hiki kitu. Akasemaje? Tulia hapo. Kwanza akashuka. Akawa humble. Alafu akasemaje? Na iwe kwangu kama ulivyosema. Hivyo tu, tuendelee tena. Na iwe kwangu kama ulivyosema. Umeliona hilo neno? Maana yake nimejaribu kujitetea. Sijawahi kuchepuka. Sijawahi kuwa na mwanaume mimi. Sijawahi hata kuguswa. Lakini kama ulivyosema, basi nimeamini iwe kwangu. Umuoni malaika akiongea kitu kingine. Malaika akaondoka kaenda zake. Maana yake huyu mtu ameshasema it is. The possibility of everything starts to God. Anakuja anasema na wewe, inakuwa confirmed na wewe. Ukisha confirm the possibility ndio inakuwa. Malaika akaongea kitu kwa sababu alikuwa na uhakika hii ngoma imeisha hii. Kwa malaika alipeleka report mimi na akasema jamani, mimi nimeshamhubiria Mariamu, kashakubali kapokea neno, yuko tayari kupokea impossible. So kazi kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani malaika kapeleka ripoti mbinguni, kamaliza kesi. Kwa sababu hapo sasa Mikaeli hana kazi nyingine tena. Kashamaliza. Ni Gabrieli hana kazi nyingine tena. Kashatoa taarifa, kashapeleka. Kilichobaki kwake Gabrieli yeye ni kutulia tu, kutulia. Sasa kina Mikaeli hapo ni kuanza kumlinda Mariamu asije kaguswa, kuanza kushughulika na Yusufu na nini. Malaika wanaanza, yani utendaji kazi umehamia kwenye department nyingine. Lakini ni baada ya Mariamu kuaccept kwamba it is possible, nimekubali. Alafu angalia Mariamu alivyoweka mtego, na imekuwa kama ulivyosema, sio nilivyosema mimi. Mimi nimefungua moyo, ila siamini kama hii ngoma inatokea, ila kama ulivyosema wewe, let it be. Ndicho na Petro alichokisema baharini wakati wa kushusha nyavu. Akasema kwa neno la, sio mimi. Mimi kwa kweli kuvua asubuhi sijawahi. Samaki siwaoni. Bahari naiona lakini sielewi, ila kwa neno lako. Kwa hiyo the possibilities ni kufungua moyo na kuruhusu, halafu acha anayefanya afanye ili iwezekane. Wengi sana huwa wanajaribu kuzifanya impossibles kuwa possibles kwa nguvu zao. It will never happen. Mwenye kufanya impossibles sio wewe. Wewe kazi yako ni kufungua moyo na kuwa tayari. Okay, na hili neno la Bwana. Basi tuonane kesho. Tusimame. Haja nawe kila hebu mikono mwambie hawezi mwingine kunifaa. Yesu
Kwa sauti kabisa. Asante kwa ujumbe, asante kwa ufunuo, asante kwa neno, asante kwa upako, asante kwa nguvu uliyoiachilia kwangu leo. Baba, ninakushukuru. Asante kwa upendo wako, asante kwa uaminifu wako na pendo lako, asante kwa wingi wa fadhili zako na uaminifu wako. Sifa na heshima Bwana ni vya kwako, maana hakika hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa kunikirimia neema, asante kwa kunipa pendo lako na uaminifu wako. Pokea sifa Bwana na heshima. Mungu, tunakutukuza, tunakushukuru. Asante tena Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Baba, asante kwa ukarimu wako. Asante kwa kulifunua neno lako wazi, limefunuliwa kwetu, nasi tumepata ufunuo. Limeachiliwa kwetu, nasi tumepata ufunuo. Limesema kwetu, nasi tumelipokea na tunajibu kama Mariamu alivyomjibu malaika. Ikawe kwangu ya kwamba nimeanza maisha, sitarudi nyumbani nikiwa maskini. Nitawasaidia familia yangu, nitalijenga taifa langu, sitarudi nikiwa maskini. It is very possible to align with life as of now, starting from this line of education in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo, it is possible. Inawezekana hata yale mambo ambayo yanaonekana hayawezekani, inawezekana.